Ulinzi wa taifa hauishii kwenye mipaka wala silaha pekee. Unaanzia shambani, kwenye mbegu na kwenye sahani ya chakula tumiacho kila mwananchi. Kauli hii inapewa msukumo na mkufunzi mwandamizi elekezi Jeshi la Nchi Kavu katika Chuo cha Taifa cha Ulinzi Tanzania, ambaye pia ni mkuu wa ujumbe wa washiriki wa kozi ndefu kundi la 14 walipotembelea kituo cha utafiti wa mbegu za kilimo cha TARI Ukiriguru. Kama mnavyofahamu, asilimia zaidi ya 60 ya Watanzania wana shughuli yao kuu ya kiuchumi ni kilimo. Hivyo serikali imeanzisha vituo vya kilimo, hiki kikiwa kimojawapo, kwa ajili ya kufanya tafiti ambazo zitawezesha wananchi wanaojishughulisha na kilimo kufanya kilimo chenye tija, kusudi wazalishe kwa tija, wajikimu inavyostahili, kujiletea maendeleo binafsi, lakini vile vile kuleta maendeleo ya taifa. Kama tulivyokuwa tunafuatilia katika ziara yetu, ziara hii ya kimafunzo ni kwa ajili ya kujionea shughuli mbalimbali zinazotekelezwa katika mikoa tunayoitembelea, kuona jinsi ambavyo hii shughuli zinazotekelezwa katika mikoa hii zinavyochangia katika ulinzi wa taifa letu. Kilimo kiwa moja hapo, tukijua kwamba kilimo ndio zao la chakula. Chakula ndio kinapambana na adui njaa. Wanafanya utafiti, wanagundua mbegu ambazo moja zinaweza kuhimili magonjwa, pili zinazalisha kwa tija zaidi kuliko mbegu za kitamaduni za asili zetu zilizokuwa tumezizoea, lakini tatu zinaweza hata kuhimili ukame. Tunajua kwamba katika maadui wa nchi kuna swala la mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi yanasababisha kutokuwepo kwa hali ya unyeshaji wa mvua wa kutarajiwa, ule ambao unasabirika. Hali ya mvua isiyotabirika inasababisha saa nyingine ukame au mvua zisizotosheleza. Lakini sasa mbegu zinazofanywa utafiti hapa ni zile ambazo unakuta zina uwezo wa kustahimili hata pale ambapo mvua hazijatosheleza au hazinyesha kulingana na stahili ya msimu. Kwa hiyo mimi naona kwamba wanafanikiwa na bado wanaendelea kufanya tafiti zaidi na zaidi katika mwelekeo huo. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa TARI Ukiriguru Shadrack Mbapila anafafanua kwa kina tafiti zinazofanywa na kituo hicho katika kuzalisha mbegu bora za kilimo, huku akibainisha kuwa mbegu hizo ni matokeo ya utafiti wa muda mrefu wenye lengo la kumwezesha mkulima kulima kwa ufanisi zaidi, kuongeza mavuno na hatimaye kuimarisha ulinzi wa chakula. Kwa sasa kituo chetu cha Ukiriguru kina teknolojia ambayo tumeweza kuzitengeneza. Mfano, kwa kupitia mradi wa Cotton Victoria tumeweza kugundua spacing mpya kwa zao la pamba. Zamani pamba tulikuwa tunalima kwa spacing ya 90 kwa 40. Lakini sasa hivi tumegundua spacing ambayo ni ya 60 kwa 30. Hiyo spacing imetuwezesha sana kuongeza tija kwenye zao la pamba. Tumeweza kuongeza uzalishaji kutoka wastani wa kilo 300 mpaka 500 kwenda mpaka kilo 3000 za pamba. Na tuna wakulima ambao wamefikia kwa kiwango cha kilo 3000, mfano kutoka mkoa wa Geita. Na hiyo imewashawishi wakulima wengi zaidi. Taarifa tulionayo mpaka hivi sasa karibu wakulima zaidi ya 2000 sasa wanatumia hiyo spacing mpya. Tumeweza kukusanya aina za viazi zile za asili kama 203 hivi. Tunazihifadhi na tunazitunza kwenye kituo chetu, lakini lengo hasa pia ilikuwa ni kutumia pia hizo aina kuweza kutengeneza aina bora zaidi ya viazi. Kuna aina za viazi ambazo zimependwa na wakulima, kwa hiyo na sisi tunafanya jitihada ya zile aina ambazo zinapendwa na wakulima kwa sababu zimekuwa zikichambuliwa na mazao kwa mfano ya virusi. Kwa hiyo tunafanya screening au tunaondoa yale magonjwa, si ndio?
ili tukimpelekea basi mkulima hizo mbegu za viazi basi ziwe zina tija na hazina magonjwa. Kuzungumzia swala usalama wa chakula, kwanza haya mazao ambayo sisi tunahusika nayo, mfano miogo na viazi, yenyewe tunaita mazao ambayo yanastahimili ukame au mabadiliko ya tabia ya nchi. Tunaweza kusema ni climate smart. Kwa hiyo mfano kwa kanda ya Ziwa, ukizungumzia mfano labda mkoa wa Simiyu, viazi ni moja ya zao muhimu sana kwa usalama wa chakula. Inategemea kwa kiasi kubwa ili kuhakikisha kwamba kaya inapata usalama wa nini? Wa chakula, si ndio? Kwa hiyo sisi pia tunatunza vile vinasaba, yani ile tunasema germplasm, si ndio? Kuhakikisha pia zile mbegu zetu tulizonazo zile hazipotei, si ndio? Sisi tunawakaribisha wakulima kufika katika kituo chetu cha TARI Ukiriguru, waje wajipatie mbegu za miogo. Halikadhalika tuna vines hizo cutting kwa ajili ya viazi ambazo hazina magonjwa na zinaweza kaongeza tija kwa wakulima. Lakini pia tunawaambia wakulima sasa hivi kuna spacing mpya au nafasi mpya ya upandaji wa pamba ambao unaweza kaitumia ya 60 kwa 30 kutoka ile ya 90 na 40 ambayo imeongeza tija, na imani yetu itawaingiza wakulima wengi kwenye kilimo cha pamba na kurudisha ule mchango wa pamba kitaifa. Katika hatua nyingine, ziara hiyo ilitembelea daraja la JPM Magufuli, mradi wa kimkakati unaobeba umuhimu mkubwa si tu kwa uchumi bali pia kwa usalama wa taifa. Kupitia daraja hilo wamejifunza jinsi miundombinu imara inavyounganisha uzalishaji, usafirishaji na ustahimilivu wa taifa kwa ujumla. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.